Tungependa pia tujue vizuri. Juhudi zinafanyika kuona serikali inakuja kuajiri wasomo la maarifa ya Uislamu au walimu wa masomo ya dini kama walivyoajiriwa walimu wa masomo mengine, kwa sababu ni somo rasmi na linafanyiwa mtihani wa taifa. Lakini tungependa kutumia fursa hii kuwahabarisha Waislamu na walimu wa masomo ya dini. Serikali itaajiri walimu kwa sifa zake katika vigezo vya ajira. Mwalimu awe na diploma au degree katika somo la Kiarabu au katika somo la dini, degree ambayo au diploma ambayo imetoka form 6. Sasa wakati tunaomba au wakati tunataka serikali iajiri walimu wa elimu ya dini ya Kiislamu, tutumie fursa hii kuambia walimu wa LK na Waislamu kwa ujumla, ni wakati sasa wa kufanya maandalizi kwa ajili ya kuja kujiandaa kwa ajili ya serikali. Na maandalizi yenyewe, kama mtu akupata bahati ya kusoma elimu ya sekondari, basi aanze sasa maandalizi, ajiandikishe QT Januari ili aweze kufanya mtihani wa form 2 Novemba, na 2028 atafanya mtihani wa form 4, na 2029 au na 30 atakuwa anafanya mtihani wa form 6 na kuweza kuingia vyuo vikuu vyote hapa Tanzania na sehemu mbalimbali. Sasa uzuri wa bahati kwa maustadhi na walimu wa maarifa ya Uislamu ni kwamba somo la elimu ya dini tayari wao wanalifahamu vizuri. Somo la Arabic tayari wao wanalifahamu vizuri. Somo la Kiswahili ndio lugha yao ya kila siku. Itakuwa kazi rahisi sana wao kuweza kusoma na kuweza kufanya mtihani, kwa sababu tayari kwa maustadhi combination iko pale ya Islamic, Arabic na Kiswahili, inakuwa ni just kuokota. Kwa hiyo tutoe wito walimu wa madrasa, maimamu na mashehe kujipanga kujiandikisha. Kama mtu akupata elimu ya sekondari tayari alama A au B anazo katika hayo masomo. Viko vituo vya QT sehemu mbalimbali na viko vituo vya PC sehemu mbalimbali, lakini wenzetu katika UMATA wamekwenda mbali zaidi kwa kuanzisha programu ya Safina, ambayo Safina kama ilivyo nadharia Safina Nuhu ndivyo ilivyo Safina ya UMATA, kuwavusha maimamu na walimu wa madrasa kutoka pale walipo kwenda kwenye vyuo vikuu kupitia sera mpya elimu na hatimaye kuingia kwenye ajira. Nadhani taratibu kuhusu Safina zinajulikana na sehemu mbalimbali watu wamesoma, na mwaka huu wanafanya mtihani wa form 4 na we hope kwamba 2028 wataingia vyuo vikuu watu 1000 kama walivyokuwa wametarajia. Kwa hiyo tutoe wito katika namna ya kujiandaa kupata ajira za serikali, tuwahamasishe walimu wa madrasa, maimamu, maustadhi na walimu wa elimu ya dini ya Kiislamu popote pale walipo wajiandikishe, waanze masomo ili walimu wa Waislamu waje kupata walimu wengi sana baadaye. Hili ni kazi kubwa kuifanya sasa hivi. Tulikotoka ni kuzito, lakini tunakokwenda ni kwepesi zaidi. Naomba ujumbe huu uweze kuwafikia Waislamu. Nilikuwa na mambo matatu ya kufanyia, tutakuwa na jambo jingine sana. Kwa majina inaitwa Abdulhari Mustafa Nanga, ni mwenyekiti TISTA mkoa wa Kilimanjaro. Na mambo matatu ya kukazia kidogo katika yale ambayo ya kiongozi. Jambo la kwanza ni pongezi viongozi kufanya kazi kubwa ambayo leo hii tunajivunia kutokana na kupata matokeo ambayo ni tija yake kubwa sana ambayo tunaiona. Matokeo haya ambayo tumeyapata kwa muda ukilinganisha na kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia muda mwingi mpaka wiki 3 mwezi mzima. Sasa hivi tunatumia hata siku 5 tumepata matokeo. Maboresho haya ambayo tumeyafanya na kundi la TISTA imeweza kuleta mafanikio haya makubwa, tunaweza kupata matokeo kwa haraka. Lakini jambo la pili, nitumie fursa hii pia kuwashukuru viongozi, lakini pia niwashukuru wadau wote kwa ujumla ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kushiriki na kufanikisha zoezi hili la mtihani. Zoezi hili la mtihani ni gumu, na bila kushirikishana maana yake tusingeweza kufikia matokeo ambayo tumefikia leo na tunafikia.
jambo la tatu kwa haraka, niungane na viongozi wangu kwamba katika kujenga taifa bora, katika kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, tunahitaji vijana ambao watakuwa wamepata mafunzo ya dini yao. Amani yoyote katika taifa lolote, msingi wake unatokana na mafunzo ya dini, sio elimu hii ya mazingira. Wako wengi wanapata elimu ya mazingira tu, unakuwa chanzo kikubwa sana cha mafunzo ya amani. Kwa hiyo elimu hii ya dini ambayo tunatoa kwa vijana wetu, tunajenga na kutoa vijana ambao wanajitambua, wanatambua thamani ya amani katika nchi yao. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuiomba serikali na kusisitiza kwamba kile ambacho kimezungumzwa katika taarifa hii ya mitihani, tuombe kwamba serikali sasa itie nguvu na ikusaidie katika kusimamia mitihani huu kama vile ambavyo inafanya katika mitihani ile ya kidato cha 4, kidato cha 2, kidato cha 6. Kwa umuhimu ule ambao umeonekana kule, basi na huku tutie nguvu kwa sababu tunajenga msingi mzuri. Kama tutaenda kutia nguvu katika mitihani kidato cha 2, cha 3, cha 4 na kidato cha 6, lakini tunajenga msingi mzuri, bado tutakuwa kutengeneza mazingira mazuri ya kuzalisha vijana ambao wanaweza kuwa na tija kubwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kwa sababu ya muda, naomba kuishia hapa. Assalamu alaykum wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naitwa Yusuf Ismail Gawaza, ni mwenyekiti wa KISTA mkoa wa Arusha. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kuwashukuru viongozi wakuu wa KISTA kwa kuandaa hafla hii ambapo tumepata leo matokeo kama walivyotangulia kusema viongozi wenzangu, ya kwamba ni jambo la mara ya kwanza au kama vile tunaweza kusema ni maajabu kwamba ndani ya muda mfupi sana wanafunzi wamefanya mitihani na matokeo yametoka. Kwa kwanza kabisa tuipongeze kamati ya mitihani kwa jitihada na juhudi kubwa ambao wameifanya, lakini pia pongezi kwa walimu ambao na walimu pamoja na waratibu mikoani ambao na wenyewe walisimamia, lakini pia pongezi kwa wazazi pamoja na wanafunzi ambao na wenyewe walikuwa tayari katika kuchangia kwa namna moja ama nyingine. Wito wangu mimi mkubwa ni kwa taasisi mbalimbali za Kiislamu nchi nzima, kwamba kama ilivyosemwa kwamba kuna changamoto ya kuwalipa wale walimu, kuna changamoto ya kuwalipa wale waratibu. Kwa hiyo wadau wa hili somo ni kila Muislamu anayejitambua kwamba yeye ni Muislamu ana wajibu wa kuchangia. Tumeambiwa hapa kila mkoa imefunguliwa akaunti. Kwa hiyo kila mdau ambaye anahusika, ambaye ni mkereketo wa dini ya Kiislamu, ana wajibu wa kuweza kuchangia kwenye zile akaunti ambazo zipo kwenye kila mikoa. Baada ya kusema hayo, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ndugu zangu, na hakika kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhakikisha kuwepo katika eneo hili, eneo zuri tuliokuja kwa ajili ya kusikia maendeleo na taarifa za KISTA. Mimi kwa nafasi yangu ni katibu kanda ya Dar es Salaam, mmoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania Umaru. Hivyo na napenda kumtakia rehema na amani vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi mmoja wa maimamu tunawapongeza KISTA kwa juhudi kubwa walizozifanya na wanaendelea kuzifanya katika kuhakikisha wanafunzi wanaosoma somo la elimu ya dini na pia kuwa na matokeo chanya katika ufaulu wao. Hongereni sana. Najua kuna changamoto kubwa, lakini kwa ushirikiano na wazazi, wizara iliyopewa dhamana ya kusimamia taaluma Tanzania, kila mara mtapata ufumbuzi na kusonga mbele. Asanteni sana. Nitoa wito tu kwa serikali, viongozi wa dini, ikiwemo viongozi wa kijamii na wadau wa elimu na ustawi wa jamii, kuunga mkono harakati za chombo hiki cha KISTA ili kiwe chachu ya kumkomboa na kusaidia mwanafunzi wa Tanzania katika safari yake ya kielimu, kimalezi na kimaadili, ili kumwandaa kuwa mwanajamii bora anayejua nafasi yake na majukumu yake